Mheshimiwa Waziri, leo tumekutanika hapa kwa sababu ya swala la afya za watoto 6 wanaosafiri kwenda Tanzania kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya Benjamin William Mkapa. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka mwaka jana hospitali ya Benjamin William Mkapa ilifika Burundi kwa ajili ya kufanya kambi ya matibabu. Na katika kambi hiyo, pamoja na magonjwa mengine yote ambayo waliweza kuyatibu na kuyagundua, iligundulika kwamba kulikuwa kuna watoto 25 waliokuwa na matatizo makubwa ya moyo, na ambao endapo hawataweza kupata matibabu pengine itakuwa vigumu kuvuka umri wa miaka 15. Kwa bahati mbaya, watoto wale ni watoto wanaotoka kwenye familia za kawaida au pengine ambazo hazina uwezo wa kuweza kulipia matibabu. Baada ya kupokea taarifa hiyo, ubalozi ulifanya jitihada za kuona namna gani zinapata wafadhili au wadhamini wa kuweza kuwasaidia kuwatibia watoto hao. Mheshimiwa Waziri, nafurahi kueleza kwamba tumepata mfadhili au wafadhili ambao wamekubali kwanza kwa awamu ya kwanza kutibia watoto 6, na mmoja wa wafadhili hao ni mtu tunaishi naye Burundi, Bwana Taruk au mmiliki wa Interpetrol, pamoja na rafiki yake ndio wameweza kutoa matibabu kwa ajili ya watoto hao. Lakini tunashukuru sana benki ya CRDB kwa sababu hao wafadhili wa kwanza wamelipia gharama za matibabu, lakini benki ya CRDB italipia gharama za usafiri, malazi na chakula kwa kipindi chote ambacho watoto hao watakuwa wako Tanzania kwa matibabu. Lakini kipekee ni kushukuru wewe Mheshimiwa Waziri, lakini na kwa ujumla serikali ya Burundi kwa kukubali kutoa pasipoti kwa wazazi na watoto bure. Imewasaidia wazazi hao sasa kupata nyaraka za kusafiria au passport ambazo zinaweza kuwasaidia kwenye safari zao kwa kipindi chote cha miaka 10. Tunashukuru sana serikali ya Burundi. Kulingana na mipango ya ubalozi, tumeanza na idadi ya watoto 6 kulingana na pesa zilizopatikana, lakini tunaendelea kuongea na wafadhili tofauti tuone kama tunaweza kuokoa maisha ya watoto 19 ambao wana matatizo kama yao. Mheshimiwa Waziri, Tanzania na Burundi leo zinafungua ukurasa mwingine mpya wa kuimarisha mashirikiano katika masuala ya huduma za afya. Kumekuwa na utaratibu na utamaduni wa baadhi ya watu kutoamini huduma zinazotolewa kwenye hospitali zetu na kukimbilia kwenda kwenye hospitali za nje na za mbali zenye gharama kubwa. Lakini kwa fursa hii sasa itakuwa ni nafasi nzuri kwa Warundi na Watanzania kuendelea kuamini hospitali zao kwamba zina uwezo na zinaweza kutibia magonjwa makubwa kuliko wagonjwa hao kukimbia kwenda nje. Na katika mkakati huo wa kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kwa nyanja za afya, katika msafara huu tunaye daktari ambaye ataambatana na wagonjwa hawa. Lengo ni kwenda kuwasaidia kwa sababu baadhi yao hawawezi kuongea lugha ya Kiswahili, lakini na yeye kuona uwezo wa hospitali ya Benjamin Mkapa, na tunaamini akitoka huko anaweza kuwa ni balozi mzuri wa kueleza ambayo yanaweza kutibiwa Tanzania na uwezo ambao hospitali yetu inao. Katika hotuba zake nyingi, Rais Evariste Ndayishimiye amekuwa akisema siku zote kwamba Watanzania na Warundi ni ndugu. Na sisi ubalozi tunaishi msemo huo wa undugu kwa kuhakikisha tunaokoa maisha ya watoto hawa, tunaenda kujenga afya zao ili baadaye waweze kushiriki katika kulijenga taifa la Burundi. Na tunaamini kwa njia hizi mahusiano ya nchi yetu yataendelea kuimarika na Tanzania na Burundi zitaendelea kuwa ndugu. Lakini kwa Tanzania pia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anafanya jitihada kubwa za kujenga uwezo wa kimatibabu ndani ya hospitali zetu zilizoko nchini. Kama mtakavyokuwa mnajua, tunazo hospitali 2 sasa ambazo ni hospitali bingwa kwa magonjwa ya moyo. Tunayo hospitali ya Jakaya Mrisho Kikwete ambayo iko kwenye hospitali ya Muhimbili Dar es Salaam, lakini tunayo hospitali ya Benjamin William Mkapa ambazo hospitali hizi zote zinatibu magonjwa ya moyo. Kwa hiyo serikali ya Tanzania inafanya kila mbinu kuhakikisha inazijengea uwezo hospitali zetu, lakini pia kuwasomesha madaktari wengi ambao wanaweza kutatua changamoto za magonjwa yaliyoko ndani kuliko kupoteza pesa nyingi kuwatuma watu kutibiwa nje. Baada ya kuona hilo ombi, sisi hatukupata mtu aliyekuja kutuomba, ila sisi ubalozi tulianzisha mchakato wa kuwatafuta wasamaria wema ambao wanaweza kuwatibia watoto hawa na kuokoa maisha yao. Na ndio tumepata wasamaria wema ambao
wameweza kupata pesa za kuwatibia watoto 6 kwanza, na wanaendelea kujipanga, wakipata pesa nyingine watatibia watoto waliobaki. Lakini sio kwamba tumeacha jitihada za kutafuta wadau wengine wa kuwasaidia wa kuweza kuchangia hayo matibabu. Kama watapatikana watu wengine, basi tutaweza kuwaokoa watoto waliobaki 19. Hata ukituuliza sisi ubalozi tulitumia vigezo gani, hatukuweka vigezo, isipokuwa tulikuwa tunapiga simu, anayepatikana kuna mtu mwingine unampigia simu apatikani, ile pengine simu imeishiwa chaji au yuko sehemu ambayo haina mtandao. Kwa hiyo wale waliopatikana tu wa kwanza ndio hakuna kigezo kingine chochote cha kiafya au cha sababu nyingine. Ni yule aliyepatikana kwenye simu, huyo ndio tulienda naye. Wale waliokuwa na bahati, kwa sababu mwisho wa siku ni bahati. Kuna mtu mwingine alikuwa ameacha simu yake imeita tu muda mrefu haikupokelewa, lakini mwingine unampigia simu anapokea wakati huo. Wazazi ni mashuhuda. Hakuna anayefahamiana na mimi kwa jina kwamba nanifahamu. Tumekuja kukutana wengine jana walipofika ofisini kwangu, sina anayemfahamu. Hata ninayo orodha ya majina hapa, lakini sina anayemfahamu kwamba huyu ndiye anaitwa fulani. Tunaweza kutumia wakati huu kuwaomba wanahabari muwajulishe wale wazazi ambao waligundulika watoto wao wana matatizo kipindi kile. Wale ambao wamebadilisha namba za simu wanaweza kufika ubalozini wakatoa namba zao za simu ili tukiwahitaji tuwapate. Kwa sababu ipo hiyo changamoto ya kwamba pengine mzazi ameshabadilisha namba ya simu au mwingine ameshasafiri nje ya nchi. Kwa hiyo ni namna hiyo ambavyo tunaweza kukawapata. Kama tutaweza kuwatangazia wale ambao wanajua watoto wao walionekana wana matatizo, wakafika ubalozini wakatoa namba zao wanazozitumia kwa sasa, ili tutakapowahitaji tuweze kuwapata kwa urahisi. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba tumeanza na watoto 25 ambao tayari madaktari wetu wanajua matatizo yao ya moyo. Kwa hiyo au tunaowatuma mkawatangazie ni wale 19 waliobaki kati ya 25. Kwa nini? Ni kwa sababu madaktari wetu wa Benjamin Mkapa wanajua tayari matatizo ya wagonjwa hao. Wale ambao hawajui magonjwa yao ni ngumu sana kuwapeleka kama madaktari hawajawafanyia uchunguzi na kujua tatizo ni nini. Kwa hiyo niwaombe waandishi wa habari twende kuwatangazia wale 19 waliokuwa kwenye 25 waliogundulika na matatizo kipindi cha mwaka jana Julai 14 mpaka Julai 31.